Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani. Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso. Hakukualika na kukaribisha katika miale ya unabii hii leo, nikitumai kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Kupitia Hope Channel Tanzania tunakutana tena kupitia kipindi hiki. Wewe uliye msikilizaji wa AWR na Rock FM, pia ninakukaribisha uweze kuungana pamoja nami siku ya leo kwa mara nyingine tuweze kubarikiwa na kipindi hiki. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi. Nashukuru sana kwa kunialika. Na tumekuwa na wakati mzuri, majuma kadhaa tumekuwa na vipindi mbalimbali na mfululizo wa vipindi, na leo tena Mungu ametupatia fursa hii ya kuwa hapa katika kipindi hiki. Sawa sawa kabisa. Naam, basi mtazamaji na msikilizaji, katika siku ya leo tutakuwa na mjadala ambao umejengwa katika kutazama jukumu la Masihi kama mponyaji. Hili ni moja ya maeneo ambayo tutayatazama kwa kina, kuangalia namna ambavyo Yesu alishughulika na watu hasa katika eneo hili la uponyaji. Na sasa nimwalike mchungaji aweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi. Karibu. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, tunakutukuza katika siku ya leo kwa kutupatia uhai na fursa nyingine ya kuweza kujadili neno lako. Twakuomba ututakase, utubariki, tupatie Roho wako Mtakatifu. Tuomba Baba ututumie katika mjadala wa leo ili tukuone, tukufunue kwa watu wengine, na utusaidie Baba ili yale yote ambayo tutayajadili leo yatusaidie kukupenda, kukuchagua na kukutumikia katika jina la Yesu. Amina. Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kipindi chetu kwa ombi la baraka, na pengine kutokana na mada yetu ambayo tunakwenda kuzungumza kuhusiana na kutazama jukumu la Masihi kama mponyaji. Pengine kabla hatujaenda kwenye mada yetu hasa kuangalia uponyaji, kuna namna nyingine ambayo Yesu alitumia kutekeleza majukumu yake tofauti na uponyaji katika shughuli zake? Asante ndugu mtangazaji, asante kwanza tena kwa kunialika leo. Karibu. Yesu ana sifa kubwa iliyozidi sifa zingine aliyotajwa kama mwalimu. Tumekuwa na tabu kidogo kwa Kiswahili, master teacher. Sasa unataka kushinda kusema mwalimu mahiri, mwalimu mkuu. Lakini ukweli ni kwamba alipofundisha ilitofautiana sana na walimu wengine wote. Unajua kuna wakati unaweza kuwa unazungumza kitu kinaonekana halisi mno. Na kuna wakati unazungumza kitu mtu ana hata haviingii sana, naona tu na labda iwe darasani kwamba anajiandaa kwa mtihani. Lakini Yesu alipofundisha, alifundisha kama anayewaona na anayejua matatizo yao na anayeyagusa na anayeleta majibu halisi ya yale matatizo. Na kwa hiyo waliketi mno kumsikiliza. Na mmoja wa watu waliomshangaa alikuwa ni msomi. Rafiki yangu mmoja aliwahi kusema alikuwa maarufu miongoni mwa wasomi maarufu watatu, Nikodemo alienda kaambia, wewe hakuna mtu anaweza kufundisha hii katika Yohana 3 kuanzia mstari wa 3 wa kwanza. Panaambia hamna mtu anaweza kufundisha hivi isipokuwa ametoka kwa Mungu. Kwa hiyo moja ya kazi alizofanya kando ya kuponya, alifundisha, labda alihubiri pia, lakini alikuwa mwalimu zaidi na uponyaji. Nimetaja tu moja, maana umeuliza kama iko nyingine. Asante sana. Na pengine sasa tunapokuja kwenye hili jukumu la Masihi kama
mponyaji alikuwa anafanyaje kazi? Kwanza niseme kila nikifikiria juu ya hili ninafikiri juu ya Yohana 1 mstari wa 14, Injili ya Yohana. Anasema naye neno alifanyika mwili nasi akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mahala pengine kwenye Injili anasema naye Yesu alizunguka huku na kule. Kiingereza kimetumia neno he went about. Alienda huku na kule akitenda mema. Kusudi la mojawapo la msingi sana la Yesu kuja ilikuwa ni kudhihirisha wema wa Mungu. Sisi kama wazazi tunaona raha sana kuwatendea wema watoto wetu. Tunataka watoto wajisikie furaha kwamba baba yupo. Sisi kakwetu ni kakuigiza kwa mbali na kana mapungufu. Mungu angependa watoto wake wajue kwamba yeye ni zaidi ya baba ambaye amejisema kwamba anajishughulisha sana na mambo yetu. Petro wa kwanza 5, anajishughulisha mno na mambo yetu. Kwa hiyo Yesu alikuja ili adhihirishe huo uzuri wa Mungu. Kuna aya kama 2-3 za Biblia, lakini naweza kutaja 2. Isaya 35 mstari wa 5 na wa 6 anasema, ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa, ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba, maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Wakati Yesu anapokuja, Manase, haki ilikuwa imepotea sana. Matumaini ya watu wengi yalikuwa yamepotea. Na kwa hiyo utaona moja ya kazi anazofanya Yesu, hawaponyi kama kuwarubuni ili wamfuate. Anaponya kama baba anayehudumia watoto wake. Hata ukiwa na watoto ambao sio watiifu, huwezi kuwanyima chakula. Labda kibinadamu nasema kwa kuwatendea wema, wenda siku moja hata akili zitawarejea. Mungu ndivyo alivyo kwa asili yake. Na katika Mathayo 5 anasema huonyeshea mvua wema na wabaya. Hata jua lake linaenda hivyo. Jambo la ajabu, hata mwizi anaweza akarudi akasema Mungu amenisaidia, nimerudi salama. Na huenda atakuwa sawa kwamba angalau ana nafasi ya kutubu, ingawa muda huo wazo haliji. Kwa hiyo moja ya sababu ya kutenda uponyaji ilikuwa ni kuhudumia hasa hawa wanyonge wanaohitaji msaada, ili tumaini lirejee kwao. Kwa Yesu kwenda kwa watu, kuwatendea mema, kuwajali, ndilo kilikuwa kipaumbele. Na baada ya hapo walipoonyesha imani kwake, ndipo akawaambia mnaweza kunifuata. Wale kama wapo ambao hawakuonyesha, basi hakuwashinikiza kwamba kwa kuwa nimekutendea hivi lazima ufanye. Nadhani naweza kusema kwamba hilo ndio kusudi lake lilikuwepo. Lakini pia kuna ukweli mwingine unaotajwa katika kitabu chetu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, kwamba hasa katika sura ya 27 kwamba nadhani sio hiyo, iko sehemu nyingine inasema kwamba katika kila muujiza ambao Yesu aliutenda, alikuwa pia ameona kwamba ulikuwa na mahala pa kuchangia katika kusaidia mtu fulani, ama kuona uzuri wa Mungu, au hata kuamua kumfuata Mungu. Yesu hakufanya miujiza ili amburudishe mtu fulani. Nikienda mbele kidogo katika kisa cha Injili, alipokamatwa akapelekwa kwa Herode, Pilato alimsogeza kwa Herode kama njia ya kukwepa. Herode alipomwona akasema wow, na hisi alipiga makofi akasema akasema nilingoja sana nafasi. Unajua nimesikia unafanya miujiza mingi, hebu nifanyie kamoja kidogo. Ili amfurahishe. Yani Yesu alimwangalia tu akumjibu kitu.
Miujiza, hata kama Mungu amekupatia, najua umewahi kuwa mzee wa kanisa, hata sijui kama bado sasa ni mzee, hata sasa ni mzee wa kanisa, na sio lazima uwe mzee wa kanisa ili ufanye muujiza, lakini ukiona unaifanya ili ilete furaha kwako tu, angalau watu wajue ni mzee, au ili mtu fulani afurahi, labda watoto najua ukisafiri na watoto nakumbuka nikiwa na watoto wadogo, yule mwingine mdogo sasa lakini anaenda chuo, anafurahisha, alikuwa hataki tunapokuwa barabarani gari litupite. Siku moja tulikuwa tunaenda Mbeya, basi likatupita hivi. Gari yetu alikuwa kuukuu, alikuwa jipya sana, maana magari tunaoya yameshatumika tukianunua, lakini lilikuwa lina uwezo wa akaniambia baba kama ananiambia haiwezekani, unawezaje kuacha ukapita hivi? na nikanyamaza kidogo. Mama akamwambia, wewe nisikusikie. Sasa lakini nikakiuka taratibu, nilijua baadaye tutaelewana na mke wangu ili mfurahishe mtoto. Nikafanya kile ambacho ningesema nilikuwa namfurahisha mtoto. Nipoona mahali ni pazuri, nikakanyaga kidogo gari ile, na kumbe ilikuwa inaweza kwenda, ikalipita lile basi. Baada ya kulipita nikamwambia, umeona kwamba gari yetu sio kuukuu? Na alafu nikamwambia, lakini sasa hatushindani huko barabarani. Kwa hiyo nikakanyaga tena taratibu, nikaachia hivi, ile basi likapita likaenda. Miujiza haifanywi hivyo. Miujiza ni uwezo wa Mungu, kwa sababu kwenye miujiza sio uwezo wako. Miujiza ni uwezo wa Mungu unaotenda kazi kutumia kwa wakala wake ambaye Mungu amechagua kumtumia kwa nia ya ama kuleta matumaini na furaha, kuweka utukufu wa Mungu, uzuri wa Mungu uonekane kwa yule mtu. Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi, na nadhani umeenda kwa kina zaidi, lakini pia ukisoma hili fungu la Isaya 35 mstari wa 5 na wa 6, inaonekana kama Yesu alitumia njia ya uponyaji katika huduma yake kuliko njia nyingine yoyote. Hilo kwa nini uponyaji? Hilo ni kweli kabisa. Ukitaka kumhudumia mtu vizuri, unatakiwa uende pale alipo. Dhambi, Yesu alikuja duniani miaka imepita kwa uchache 1400 tangu dunia ilipoumbwa, kwa mujibu wa kile kitabu chetu pia. Miaka kwa uchache 1400. Wako baadhi ya watu wanadhani dunia imekuwepo muda mrefu, lakini kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia, ukifuatilia vizuri utaona wanateolojia watakubaliana na, hasa wanaoikubali Mwanzo, kitabu cha Mwanzo cha uumbaji wa siku 6, watakubali pia kwamba ni miaka kama 1400. Dhambi ilikuwa imetafuna watu sana, na moja ya vitu ambavyo shetani alikuwa amezidisha ni magonjwa. Na jambo la ajabu zaidi, nilikuwa naangalia kwamba miujiza ilikuwa ni ushuhuda kwamba ametumwa na Mungu. Walipotaraji juu ya Masihi, Isaya anachosema ni kwamba Masihi atakapokuja atakuwa miongoni mwa mambo atakayokuwa anafanya ni haya. Ni uponyaji. Kwa hiyo kwao ilikuwa inawaambia kwamba huyu ndiye yule Masihi. Na nimeona hiyo inatajwa, na bahati nzuri imetajwa kwenye kitabu chetu pia. Kwa hiyo walipokuwa naiona hiyo akifanya, walikuwa naona hivyo. Lakini cha pili ambacho ni kikubwa zaidi, magonjwa. Nimegundua wakati nikisoma kwamba mengi ya magonjwa yaliyowapata Wayahudi yalikuwa matokeo ya kutokuwa waaminifu kwa agano, na hali yao duni ya kiroho. Yaani anapoponya, labda leo utaona tukijadili, kuna wakati anakuwa anaponya, lakini anamwambia mtu umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo mgonjwa anateseka na ugonjwa, lakini pia nyuma ana hatia ya ile dhambi, na mwingine huenda anatamani kwamba yani mimi angenisamehe tu, hata nikifa haina shida.
ingawa niwe mkweli pia hapa hatusemi kwamba kila ugonjwa unatokana na dhambi. Na kuna magonjwa mengine Manase, unatoka nyumbani vizuri, unaendesha gari lako, mwingine pembeni kapita kakukwangua, kavunja mguu. Sasa usije ukaanza kutafuta ni dhambi ipi uliyofanya. Mengine labda hata yametokana na wazazi labda walikuwa na ugonjwa wa sickle cell, kwa hiyo ukakuta katika namna ya kurithi mtu akaupata, na Mungu haadhibu dhambi ya mtoto ya mzazi kwa mtoto. Mungu hafanyi hivyo hata siku moja. Kwa hiyo japokuwa tunasema mengi haya anayoshughulika nayo utagundua kwamba yalikuwa hivyo, lakini kwa nini anafanya hivyo? Kusudio kwanza ni kwamba ili mtu aweze kumwabudu Mungu vizuri, atafanya hivyo akiwa na afya njema. Kwa Yesu alitaka kwanza watu hawa wamuone kwamba Mungu ni Baba anayejali, na wakiwa na afya njema watafurahia kumwabudu, watafurahia kumfanyia kazi, watafurahia kufanya yote, na ndio hasa kusudio lake. Lakini humo ndani alijua kwamba ili kung'oa tatizo hili, unajua dunia inasema eti tuna tatizo la umaskini, si magonjwa, si na nini, lakini tatizo mzizi ni dhambi. Kwa hiyo mwisho wa yote alielekeza ili wakimruhusu afanye lile jingine la kung'oa shida ya mzizi ambayo ni dhambi. Nakushukuru sana mchungaji, na pengine baadaye tutaangalia visa mahususi au sehemu ya uponyaji aliyoufanya Yesu, lakini kabla hatujafika huko, kwa ulimwengu wa sasa hivi tumekuwa tukisikia kwamba wakati mwingine watafiti wanapokuwa wamebuni dawa fulani labda inatibu magonjwa fulani, huwa haikubaliki kwa sababu ulimwengu pengine umejitengenezea mazingira fulani. Sasa katika wakati huu wa huduma ya Yesu, hasa anapoponya, pengine katika eneo lile watu walimchukuliaje? Ukiachilia mbali kwamba alikuwa anafanya jambo jema, lakini kuna mamlaka ambazo pengine zilikuwa zinanufaika kutokana na wale wagonjwa, zilimchukuliaje Yesu katika huduma yake wakati anapofanya uponyaji? Ni kweli, hiyo ni kweli. Nadhani tutaitazama mahala fulani. Kwanza niseme kuna ambazo ziliathirika. Unajua kuathirika sio lazima iwe kiuchumi tu. Jina naweza akaja mtu akakuharibia sana yani, kwa namna anavyofanya mambo, ukakuta watu wote sasa hawaji kwako tena. Ama hawaji au hawakuamini tena. So unajua ni kweli. Kibinadamu unabidi uwe na roho kama ya Yohana Mbatizaji ya kumchukulia mwenzio kwamba mko kwenye misheni moja, vinginevyo utatafuta kuona namna ya kuharibu ikiwezekana ibada yake. Na bila shaka ndio maana utaona Yesu toka mwanzo alipoanza tu wakaanza kumuinda. Kwa mfano alipokuwa akifundisha hivyo na watu wanasema, unajua huyu anafundisha kama mwenye mamlaka, sio kama wale. Unajua wale sasa wanavyojisikia sasa, wakaleta msemo, ni heri mtu mmoja afe kuliko taifa zima kuangamia. Na utafikiri wanania njema, lakini taifa zima ni hiyo kwamba hawezi kutuharibia uchumi wote. Moja ya vipindi hivi tulizungumza juu ya alipoenda hekaluni kapindua meza. Sasa lile si unajua iliharibia watu uchumi wote pale. Lakini katika uponyaji kulikuwa na uponyaji ambao ulikuwa ni kama uaguzi mwingi. Kwa hiyo huo nao uliharibiwa namna yake. Kitu kikubwa kilichokuwa na mvuto katika au kingine tunachoweza kusema ni kwamba aliponya vitu ambavyo hawakudhani kabisa vinaweza kuponyeka. Yaani zile kesi zile au yale magonjwa au wale wagonjwa ambao walikuwa wameambiwa wewe sasa ni ile ukienda hospitali wanakuambia make him comfortable. Mpatie hali ya utulivu sasa. Msaidia kae na amani. Maana anachosubiri ni kufa. Kuna watu ambao walikuwa wametangaziwa hivyo, lakini walipofika kwa Yesu akawaponya, kwa sababu kwake hata zile kesi ambazo zimeshindikana, yeye ni muumbaji, ana uwezo wa kuumba. Kwa hiyo akawa anafanya, na alipokuwa akizifanya tu watu wanasema huyu lazima ndiye yule Masihi. Niseme hapa tena, waandishi wa Biblia kama Marko, Yohana na wenzake wanafanya bidii sana kuwafanya watu waelewe kwamba huyu Yesu anayefanya haya, huyu ni Masihi. Kwa visa vingi tunavyovizungumza vinaenda haraka kumsaidia mtu kujua ni Masihi. Kwa nini nasema ni Masihi? Kwa sababu amekuja
na vinataka kusaidia watu wampokee, kwa sababu Mungu ana mpango mpana zaidi wa uponyaji, wa kututoa kwenye hii dunia ya magonjwa tupeleke ambapo hayapo kabisa. Kabla hatujaenda kwenye kesi za uponyaji alizozifanya baadhi, pengine mtu anaweza kudhani kwamba watu wa zama za Yesu walikuwa na bahati sana. Pengine unajua, tunapozungumza hivi kuna watu wanahangaika na maradhi mbalimbali. Wangetamani kuwepo kipindi cha Yesu, kwamba pengine wangepata fursa ya kuponywa, kwa sababu wengine wanaomba, wengine wanakwenda hospitali, lakini bado maradhi haya yamewagubika. Labda ni kitu gani ambacho wanaweza kufanya? Kwa sababu wanaweza kaa kwenye mawazo kwamba bora hata labda ugonjwa huu nilionao ungekuwa kipindi kile cha Yesu, pengine ningepata nafasi ya kuonana naye na nikaponywa. Hilo ni kweli kabisa. Wewe unapenda kutumia neno bahati lakini basi kwa Mungu bahati inaleta wazo la kubahatisha lakini ni kwamba walikuwa na fursa njema bila shaka, na mimi natafuta neno ambalo linaweza likaja. Ukisema bahati mbaya, mimi huwa nasema cha kusikitisha lakini ukweli ni kwamba ilikuwa ni fursa ya ajabu, na watu wa hali ya chini, watu wagonjwa walikuwa, yani ndio maana walimfuata kila mahala. Unajua si swala tu la kuponya magonjwa. Hivi wewe mkikaa, mtu anachukua mikate 5 analisha watu zaidi ya 10,000, 15. Si ndio maana waliamua kesho yake kwamba huyu tumfanye kuwa mfalme, kwa sababu chakula hakitaisha, anaweza akakileta, majeshi anaweza akapiganisha hivi vyote. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo, walikuwa na fursa hiyo, lakini Yesu alikuwa mwepesi pia kutaka kuwaambia, haya ya sasa tunaponya, lakini baada ya hapo mtakufa. Yesu alimfufua Lazaro, lakini baadaye tena Lazaro alikufa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaenda mbali zaidi, alitaka watafute uponyaji ulio wa maana zaidi, kwa sababu mtu akiruhusu Yesu akakaa ndani yake, huyo mtu amepona zaidi. Na kwa kweli leo kuna wagonjwa ambao hatutawazungumza, na kwa si vibaya kuwataja hapa, wagonjwa waliokuwa na ugonjwa mkubwa kuliko magonjwa yote, lakini hawakwenda kuponywa. Wale ambao hawakuwa tayari kumwamini. Viongozi wa dini, kama tu wangejua kwamba walikuwa na shida ya kwenda kwa Yesu waponywe ugonjwa wao wa kiroho, wangekuwa watu wa furaha, lakini hawakwenda, hawakuponywa. Ila wale waliomwendea ilikuwa shangwe kwao. Nafurahia mahala fulani Marko anasema walienda watu wengi, alivyoponya mpaka hakutoka nje mpaka alipokuwa amemaliza mtu wa mwisho, na hakuna kesi iliyokuwa kwake inashindikana. Asante. Ila ndio hata leo anaponya. Hapo sasa, hata leo angali anaponya. How? Anaponya. Tutaona kwenye kipindi fulani mbele hapo kwamba alipoondoka pia aliacha mamlaka hayo kwa watu wake. Anaponya. Labda tu ni kwamba wale wanaopaswa kuponywa au wale wanaoenda kufanya hiyo shughuli, wao wenyewe wamekuwa na udhaifu wao, lakini mamlaka ile, nguvu ile iliyokuwa inaponya bado ingali inafanya kazi hata leo. Asante sana na kushukuru mchungaji, na pengine tutakaporejea kutoka kwenye mapumziko mafupi tutakwenda kuangalia kesi chache au visa vichache vya uponyaji ambao ulifanywa na Yesu katika huduma yake. Naam, basi mtazamaji, tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakaporejea utakuwa wakati mzuri wa kuweza kuendelea na kipindi chetu cha Miale ya Unabii. Leo tunazungumzia huduma ya uponyaji Yesu aliyoifanya kama Masihi, na endelea kwa pamoja nasi, tutarejea hivi punde. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani. Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
Shukran sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii, na tumerejea wakati huu tunapoendelea kutazama huduma ya Yesu ya uponyaji kama Masihi. Mchungaji Musa Mika yuko hapa. Tumekwisha kuzungumza mengi kuhusiana na namna ambavyo Yesu alitumia njia ya uponyaji kama huduma yake ambayo ilichukua nafasi kubwa. Mchungaji, tumezungumza mengi katika sehemu hiyo ambayo Yesu tunaona kwamba ametumia uponyaji kama njia kubwa ya kufikisha ujumbe wake na kuwahudumia watu. Lakini pengine tuende kwenye visa mahususi. Hatutaweza kuzungumza vyote kwa sababu kama alitumia muda mwingi kuponya, maana yake atakuwa aliponya watu wengi, lakini tunaweza tukapata mifano ya watu wachache pengine ambao waliponywa. Kwa kuwa leo tunajikita zaidi katika sura ya 27, 32 na sura ya 36 ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Hata yenyewe ina vingi, lakini nitataja vichache ambavyo vinaguswa mle ndani. Moja ya kesi ya watu walioponywa ni yule aliyekuwa na ukoma. Kuna aliyekuwa na ukoma akaponywa na Yesu. Lakini kuna maakida wawili naweza nikasema. Tunaweza kuwataja. Akida mmoja anaitwa Yairo, alikuwa na binti yake. Yeye si kuponywa tu, ila alifufuliwa. Lakini sambamba na Yairo kuna mama mmoja alikuwa yuatokwa damu kwa miaka 12, naye aliponywa. Aliponywa na yeye pia. Lakini kando na hiyo kuna mtu aliyekuwa amepooza, ambaye kwa kweli naye aliletwa hata akashushiwa darini, naye pia aliponywa. Sambamba na hayo kuna mjane wa Naini, wa kijiji cha Naini, aliyekuwa amefiwa na mtoto, na yule mtoto akawa wako kwenye msafara kwenda kuzika, na Yesu akaenda akamponya. Tunaweza kutaja, kuna mwingine alikuwa anataka ushahidi. Huyo alikuwa akida, alimwamini Yesu kabisa, ila alisema kama atafanya hivi, mimi ikiwa tu nitaona ametenda hiki nitamwamini, alafu ndipo nitaponya. Basi pamoja na matatizo yake yote aliponya. Kwa namna ya mfano, nadhani vina vitu fulani ambavyo vinaweza kutusaidia kuona yumkini ni aliponyaje na kwa nini aliponya, na labda nini ambacho sisi leo tunajifunza kutokana na hivyo. Labda kabla hatujaenda huko sasa, mchungaji, umegusia hapo huyu kiongozi aliyesema kwamba labda akifanya hivi nitamwamini, na Yesu akafanya hivyo. Lakini kwenye mazungumzo yako ya awali ulisema kwamba miujiza haifanyiki ili kumfurahisha mtu. Unadhani kwa nini sasa Yesu alishindwa kufanya kule alipopelekwa mbele ya kiongozi? Kwa sababu tu miujiza hakutegemea ifanywe kwa ajili ya kumfurahisha au kumridhisha, lakini hapa tunaona ikifanyika ili mtu anaweka masharti kwamba akifanya hivyo atamwamini. Haya ni moja ya mambo ambayo yalikuwa yanamuumiza sana Yesu. Kwamba wanakosa kuamini, na unakuta watu wengine ambao hawakuwa Wayahudi wanadhihirisha imani kubwa. Kwa kuwa tumeanza kusema, naweza nikatoa mfano wa akida ambaye yeye alikuwa na mtumwa. Akida huyu akida Centurion ni akida, ni kiongozi wa jeshi, ni Mrumi. Alikuwa huyu, hakuwa Myahudi, lakini inaonekana aliamini na kuwaheshimu Wayahudi na aliwatendea mambo mema. Alikuwa na mtumwa. Mtumwa katika zama zile hawa anaitwa mtumishi, walimchukulia kama mtumwa, kwa maana kwamba alikuwa ni kama kitu kinachoweza kuuzwa, kununuliwa. Kwa mara nyingi huwezi kushughulika naye akiwa anaumwa. Lakini huyu mheshimiwa, mtumwa wake alipougua, inaonekana alikuwa anamtendea kama mwanaye. Alihangaika kutafuta uponyaji na akaamua amwendee Yesu. Na anapomwendea Yesu, kimsingi hakwenda, ila alituma ujumbe. Alituma ujumbe kwamba ana mtumwa wake angependa Yesu amponye, na Yesu akaitikia, akaanza safari kwenda pale. Na huyu aliposikia Yesu anakuja, akamwambia hapana,
usije, sistahili mimi huku kwangu hapa kustahili, mimi ni duni mno, sistahili uje, wewe sema neno tu. Na yule mtu na Yesu akaendelea kwenda. Yule bwana akaongeza tena, mimi mwenyewe sistahili kuja mahala ulipo, kwa hiyo mimi ninachokuomba nifanyie kitu kimoja. Mimi mwenyewe ni kiongozi na askari chini yangu ambao ninawasimamia, nina mamlaka, nikitamka chochote wanafanya. Na wewe umetumwa na Mungu, na wewe ni Mungu, una uwezo wa kutamka chochote na walio chini yako watafanya, hata magonjwa yatatii. Yesu akaduwazwa na imani ile kwamba huyu mtu sio Myahudi wala hajabatizwa, kama leo tungesema sio muumini, lakini ona imani yake ilivyo kubwa. Na Yesu akamwambia, akasema sijawahi kuona imani kama hiyo. Sasa ukilinganisha hiyo na huyu ambaye ni yeye anamwambia Yesu kwamba mimi nitakapoona amefanya kitu fulani ndipo nitakubali kwamba ananiponya, na Yesu akasema ninyi mpaka muone ishara, mpaka muone ishara. Yesu alichofanya, alitaka kumsaidia yule mtu, na yule mtu kwa kulia kwa sababu ya hali yake ile ya kudhani kwamba mpaka atendewe alivyotaka ndio iwe, moyo wake ulinyenyekea, akaponywa. Kwa nini Yesu alishughulika naye? Alitaka kumsaidia, na alipomsaidia akaona kushindwa kwake. Kuna mahala Yesu alikuwa anaponya, akaambia ataponywa ikiwa utaamini. Akasema naamini, nisaidie katika kutokuamini kwangu. Kwa hiyo kuna wakati Yesu alikuwa anaona huyu ana nia njema, anaweza akasaidiwa, si kwamba ana kejeli, akamfanyia. Kwa hiyo kwa kesi ulikuwa unauliza, Yesu alifanya hivyo ili kumsaidia yule, moyo wake unyenyekee, amwamini Yesu, amruhusu Yesu aponye, na kweli moyo wake ulifanya hivyo na Yesu akaponya. Asante sana mchungaji. Na sasa tuende kwenye kesi. Nilikuwa nasoma kisa hiki cha huyu mkoma aliyeponywa. Katika zama hizo tatizo la ukoma lilikuwa tatizo baya sana. Na ukiangalia namna ya Yesu alivyomponya, alifika mahali pa kumgusa, kwa maana ya kuvunja ile miiko iliyokuwepo au ule ukuta uliokuwepo kati ya watu wazima na wakoma. Hii ilikuwa na sura gani wakati Yesu anamponya mkoma? Ni kweli ukoma ulikuwa ugonjwa mbaya kuliko magonjwa yote kwa wakati ule. Ulikuwa unatisha, unatafuna viungo, na kwa taratibu za kiimani waliuona kama adhabu ya Mungu kutokana na dhambi. Na kwa sababu hiyo yule mtu aliyekuwa mkoma aliwekewa masharti. Kwanza alipotambuliwa na makuhani kwa ishara zilizoelekezwa kwamba akionekana hivi mjue huyo ni mkoma, alitakiwa kujitenga, kukaa mbali na watu, na isipokuwa kama wale watu wanaokaa nao ni wakoma. Na alipaswa kuweka umbali wa angalau mita 2. Nafikiri mita 2, kama mita 2 kutoka kwa watu wengine, kama amekaribia sana. Kama alipokaa kuna upepo unaelekea kwa watu, alipaswa aweke mita akae mita 45. Mita 45, uwanja mita 100, si unajua karibia katikati ya uwanja pale kutokea huku kwenye goli. Kwa ulikuwa umbali mkubwa, walikuwa wanatengwa. Lakini huyu mtu alikuwa akijua kwamba hana tumaini lolote, na kwa sababu inaonekana kwamba shida yake ilikuwa inahusianishwa na dhambi pia, alitamani sana kuponya. Alisikia habari za Yesu. Yesu anaponya, na anaponya wengi, anaponya watu wa aina zote. Na katika mshangao wake akagundua kwamba Yesu yuko umbali ambapo anaweza akasikia maneno yake, na akasikia akiwatamkia umeponywa, na kuona watu wanashangilia. Akashindwa kuvumilia, akajikuta anasogea. Alitakiwa kama anasogea mahala pa watu apige kelele, najisi, ili watu wafungue njia. Mara hii simulizi ya kitabu chetu ambayo kwa kweli ni nzuri sana na ningemwomba mtazamaji mpendo apate nafasi akisome. Mimi nagusa tu. Alijikuta anaenda na hata hakukumbuka kwamba anaenda katikati ya watu. Kwa hiyo ilibidi watu wenyewe wajitafute, wapishe njia. Na akaenda mpaka akaanguka miguuni pa Yesu.
akamsujudia. Swali lenyewe la kumsujudia linakwambia kitu juu ya hiyo. Kama anamsujudia ni kama anamuona kama Mungu, lakini anamwambia ukitaka waweza kunitakasa. Hajadili kama Yesu anaweza, yeye anasema kama Yesu atahiari kufanya hivyo. Swala la uwezo amekwisha kuwa nalo, kwa maana nyingine tayari anaamini kwa kusikia na kwa kuona wengine walichofanywa, na unaona amesujudu akijua ni Mungu. Na sasa umeniuliza swali, mbona Yesu alimgusa? Ni kweli alimgusa. Na kwa nini alimgusa? Jibu ambalo linaonekana kusemwa zaidi nadhani na kitabu chetu, na bila shaka ufafanuzi mwingine ni kwamba yule mtu alitaka aguswe. Alitaka, yani moyo wake ulitaka aguswe. Hivi wewe Manase, umeshawahi kupeleka mtoto hospitalini? Alafu nakumbuka mtoto wetu wa kwanza mwanzoni pale tulimpeleka hospitali pale Mbeya. Sitataja, lakini ni miaka ya nyuma. Hata hivyo huyo daktari hawezi kuwepo. Mama alikuwa mbeba mtoto akakaa kwenye kiti karibu na meza ile, mimi nimesimama pembeni hivi. Tulitarajia daktari anyanyuke kidogo amguse, ana nani? Hebu tuone kidogo. Chukua ile nani yake apime. Asa, okay. Najua madaktari wanaweza kutibu ugonjwa wetu kwa namna hiyo tu. Na ndio maana utaona hata Naamani alipoenda kwa Elisha. Alitaka aguswe. Katika hili Yesu alifanya vile. Ujue pia huyu mtu ametengwa na watu muda mrefu. Anaona yuko ambaye anaweza kuja karibu kiasi hicho. Kwa hiyo Yesu alimgusa kwa ajili. Yesu angeweza kusema pona, na kwa hiyo alimwambia nataka takasika. Swali ni kwamba mbona anamuuliza kutakaswa? Hasemi kuponya. Ni kwa sababu alitaka utakaso wa dhambi yake pia. Na unajua baada ya hapa itatakiwa aende akathibitishwe. Kwa hiyo kimsingi Yesu alimponya, lakini kwa kumgusa, na alifanya hivyo kwa kumtakasa, akitakasa dhambi na akiponya ugonjwa wake. Lakini anamwambia baada ya pale usiwaambie watu. Sasa sababu ya kumwambia ni kwamba ile habari ikienea, kwa sababu kuna uhasama kati ya wale walimu wa Kiyahudi na Yesu, wanaweza wakamgomea hata wale makuhani kusema ametakasika. Kwa hiyo ni afadhali aende kwanza wamthibitishe kwamba ana ukoma, aruhusiwe kuja kwa jamii, na akishafanya hiyo hata wale viongozi wakijua baadaye haitamzuia huyu, na pia isizuie nafasi ya wengine kufikiwa. Japokuwa na kweli yule mtu alienda akafanya taratibu zote, Mambo ya Walawi 4 mstari wa 14 au 14 mstari wa 4 kama nakumbuka vizuri, ilikuwa inatoa maelekezo jinsi ambavyo yule mtu anatakiwa afanye utakaso. Kwa hiyo kumgusa kulikuwa ni njia ya kwanza kumtia moyo yeye. Swali la ambalo bila shaka huenda ndio ulikuwa unauliza ni kwamba hivi yeye haikumtia unajisi Yesu? Na ndicho nilichotaka kufahamu sasa, kwa sababu alimgusa mbele za watu na watu wanajua kabisa kwamba mtu mwenye ukoma hapaswi kugusana na mtu ambaye hana ukoma. Haikuleta mtafaruku hapo sasa Yesu ilileta. Kwanza kwake yeye haikuwa na mtafaruku, kwa sababu aligusa kwa uwezo ulioumba. Kwa uwezo ulioumba. Nguvu ya ukoma haikuwa na uwezo wa kumfanya chochote yeye. Yesu aliyegusa, maana tumesema alikuwa na asilimia ya uungu. Lakini pia kwa upande mwingine ilileta tatizo kwa sababu shutuma zingekuwa anakiuka maelekezo yaliyo katika Torati kwenye Mambo ya Walawi. Maelekezo ni kwamba huyo mtu ataenda kuangaliwa na makuhani na mpaka ajitakase ndipo atakapoguswa. Yesu alilisawazishaje hilo? Kwa kumwambia yule mtu, nenda ukafanye yanayotakiwa katika sheria ya Musa, ili ndipo utangazwe kuwa safi. Kwa maana nyingine, hata waliotaka kumshutumu wasingekuwa na nguvu yoyote ile ya kumshutumu, kwa sababu yeye ameelekeza kwamba sheria ya Musa ikafuatwe. Ila yeye kumgusa, alimgusa kwa uwezo ambao haukuwa na athari kwake. Asante sana mchungaji. Hicho ni kisa kimoja au ni kesi moja ya yule mwenye ukoma aliyeponywa, lakini pia uligusia kuhusiana na uponyaji wa binti wa Yairo ambaye alikuwa amekwisha kufa, lakini kisa hicho kinafanana kile cha yule kijana wa mjane. Hivi visa vilikuwaje? Yairo binti yake alikuwa na umri wa miaka 12.
Okay, binti akifika miaka 12 ndo anaanza utu uzima. Hata leo utoto unaisha miaka 12, ujana unaanza. Kwa hiyo Yairo ndo alikuwa anaanza kutaka kushukuru Mungu kwamba amepata binti, lakini binti akapata ugonjwa wa kufa. Yairo alikuwa kiongozi wa hekalu, nyuma walikuwa wamemzuia Yesu, wamempiga Yesu hata marufuku. Lakini alifika mahala akagundua kwamba ni kwa Yesu tu kuna uponyaji. Alipokuja kwa Yesu, Yesu hakumwambia sitaponya binti yako kwa sababu nyuma ulikuwa na matatizo wewe. Mlikuwa mnanizuia. Kwa sababu huyu binti ni mtoto wa Yesu pia, na Yairo naye ni mtoto wa Yesu. Na kwa hiyo katika kisa cha uponyaji huu, kitu kinachogusa zaidi ni kwamba Yesu anamwambia ninaenda kumponya. Anaambatana na Yairo. Wakiwa njiani wanaenda, kuna kitu kingine kinatokea. Watu ni wengi, lakini mama mmoja ambaye naye anaumwa, ambaye kisa chake kinafanana cha mtoto wa Yairo. Wakati mtoto wa Yairo anazaliwa, mama huyu ugonjwa wa kutoka damu ulianza. Miaka 12 ya umri wa huyu mtoto, mama huyu amekuwa anateseka na ugonjwa. Na mama huyu naye anakuja anaingiza hapo hoja ya kuponywa. Yeye anavizia. Na lazima niseme hapa, Manase alitaka kufanya kitu ambacho ni kama tungesema ni ushirikina au ni imani ya ajabu. Yeye waliamini kwamba nguvu za mtu ziko katika pindo la vazi lake. Kwa hiyo aliamini akiligusa lile pindo atapona. Na kweli yule mama alinyemelea, akaenda mpaka kwenye lile pindo la vazi, akalishika. Na aliposhika damu ikakoma. Lakini Yesu akasimama, akauliza nani kanigusa? Kimya. Wakaanza kumwambia watu wote hao kweli unaogusana nao? Wakaambia kuna mtu amenigusa, kuna nguvu zimenitoka. Yule mama alikuwa anataka atoke bila kuonwa. Lakini kwa nini Yesu anaonekana kama anamuumbua au anamweka hadharani? Kwa sababu 2, 3. Moja, hakutaka yule mama adhani kwamba ni nguo iliyomponya. Alitaka ajue uwezo uliomponya ni wa Mungu. Alikuwa amemuona, ndiye aliyeruhusu apinde. Watu wanaamini, Manase, kwamba wakati mwingine ukichukua Biblia hii ukamwekea mtu labda mwenye pepo, Biblia inatoa pepo. Sio Biblia inayotoa pepo, ni Mungu anayetoa pepo. Na kwa hiyo ni vizuri ieleweke. Kwa Yesu alitaka huyo ajue kwamba ni hivyo. Na Yesu alitaka watu wajue kwamba yule mtu ameponywa, kama walikuwa wanajitenga naye wajue kwamba yuko sawa. Sasa kuingia kwa huyu mama kuna kuhamisha zoezi la kwenda kwa Yairo. Wakiwa hapo njiani, taarifa zinakuja, usimsumbue Masihi, mtoto ameshakufa. Hapa kuna vitu viwili vitatu. Na Yairo anataka kupaniki. Yesu anasikia, kama ishara ya kuonyesha kwamba Yesu ni Mungu. Wanamwambia tu hivi, Yesu yuko mbali, anasikia, anamwambia usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu. Yesu anafika kule, maneno anayotumia, kwanza anakutana na professional mourners. Hapa Dar es Salaam kuna professional mourners kadhaa, vikundi. Yani ukifiwa, ili angalau watu wajue kuna msiba, lazima watu fulani walie, napewa hela kidogo. Pale walikuwa nalia kweli. Machozi, wanatoa machozi ya mamba. Mamba akishaona chakula ndio ananani. Kwa sababu wanajua posho iko wena wamepewa kidogo tayari, ndipo wanalia. Kwa hiyo Yesu akatumia maneno, mbona mnafanya ghasia? Huyu mtoto hajafa, amelala. Hilo si neno la kawaida kwenye msiba. Walimwambia, una maana gani? Wewe ukoje? Yaani huyu ameshakufa, sisi tumemuona. Hivi huyu ukoje? Yesu anapowaambia amelala, hafanyi mzaha. Anazungumza maneno ambayo ndio aliyozungumza kwa Lazaro. Amelala. Kufa ni kulala, Manase. Mtu akifa haendi mbinguni wala hatutembelei. Analala usingizi kama unavyolala usiku, mpaka asubuhi ile ambayo wafu watafufuliwa. Yesu alitaka wajue hiyo. Lakini kizuri ni kwamba hatimaye, kama alivyokuwa amemwahidi Yairo, aliingia, akamuita yule mtoto, akasimama, akamweka mbele za watu, kuonyesha kwamba Yesu ni Mungu, maana hakuna mwanadamu anayeweza kufufua. Haya, angalia kitu kingine katika kisa sambamba ulichoniambia. Mwanamke mjane wa Naini ana mtoto huyo tu, amefariki. Hujawahi kuona mtu aliyekuwa na mtoto mmoja afa akafiwa? Kilio chake. Niliwahi kuona mama mmoja, yeye alikuwa hajafiwa. Ndio, alikuwa amefiwa. Analia, anasema, Mungu, mimi ulinipa huyu, na wengine unawapa hata 10. Alafu umemchukua. Sijui nani alimwambia Mungu ndio anawachukua. Watu wanaamini Mungu ndio anachukua wafu. Na Biblia inasema wafu si wafu wa mwabudu wa Bwana. Yesu hakuitwa na yule mama. Yesu aliona kwa mbali msafara kwa uwezo wake wa kiungu
ukitoka kwenda mazishini na kilio cha yule mama, akaelekeza kundi lake, wakakutana kwenye malango ya jiji ili waende kwenye mazishi, na Yesu akaingilia, akanyosha mkono, akaponya. Ngoja nikwambie, sio kila wema tunaofanyiwa na Mungu ni kwa sababu tumeomba. Kwani wewe mtoto wako ili apate viatu vya shule mpaka aombe? Sio lazima aombe. Ndivyo Yesu alichokuwa anataka kuonyesha, kwamba Mungu anashughulikia mahitaji yetu hata bila kuomba. Kuomba kunatusaidia ku-appreciate, kujua, kuthamini kwamba ni Mungu aliyefanya hivyo. Kwa hiyo kwa kisa cha mtoto wa Yairo anafufuliwa, kitu kizuri ni kwamba baba alikuwa ameleta pia ombi hilo, na Mungu alimpa nafasi ya kuvumilia, ili badala ya kuona muujiza wa kawaida wa mtu mgonjwa, aone ukuu mkubwa zaidi wa Mungu wa kufufua mtu. Kisa cha mjane wa Naini kinatuambia Yesu hushughulika na mahitaji yetu yote bila kujali kwamba sisi ni watu wa dini au wa nini, kwa sababu sisi ni watoto wake, na anafanya hivyo kushughulika nasi bila hata sisi kuomba. Mchungaji, sasa Yesu anaonekana akiponya. Kuna baadhi ambao aliwafuata, kuna baadhi walimfuata, lakini pia katika visa hivi awali ulisema kwamba kuna watu kabisa ambao walikuwa hawana imani naye wala hawakupata hiyo fursa. Hii inatufundisha nini kuhusiana na uponyaji wa binti wa Yairo, kwa maana ya kumfufua, lakini pia kumfufua huyu kijana wa mjane kwetu sisi katika maisha haya? Kwanza ningesema kwa binti Yairo kunaweza kuwa na mafundisho mengi, lakini hata nikisema mawili matatu si kitu kibaya. Moja, ilikuwa fursa nzuri sana kwa Yairo mwenyewe kujifunza kumwamini Mungu. Mungu hajui kuchelewa. Ukishafikisha kesi kwake, wala usijali, ni vizuri tu mwambie, mimi nimeshakukabidhi, nitakungoja. Na usihangaike kutafuta njia zingine, tulia tu. Mwambie hiyo hapo ni yako, nitakungoja. Hachelewi. Hata kama unaona mbona wamesahau watu wengine watachelewesha, hii kitu itakwamisha, hiyo ni binadamu. Mungu hajui kuchelewa. Kitu cha pili ambacho kiko kwenye kisa cha Yairo, tunakumbushwa tena kufa ni kulala. Tujapokufa tunalala. Kwa cha maana cha kufanya, mpe Yesu maisha yako kabla hujafa, ili hata ukifa ulale. Ni kweli tunaumia tunapozika watu wetu, lakini kuna siku ambayo parapanda italia, wale waliolala katika Kristo watafufuliwa kwenda kuishi na yeye milele. Kitu kingine tunachojifunza, Yesu ni Mungu, anafufua hata waliokufa. Kwa mama wa Naini, narudia tena kusema, Mungu anashughulika na maisha yetu hata kabla hatujaomba. Liko fungu kwenye Biblia, sikuliandika mahala, lakini anasema kabla hatujaomba yeye amekwisha kusikia. Tukiwa katika kuomba tayari amekwisha kutoa majibu, na ndicho alichokuwa anafanya. Ila pia inaonyesha kwamba Mungu anaguswa sana na maumivu ya wajane na viwete na yatima na wale wa hali ya chini ambao yumkini hata wengine wote hamna wa kuwashughulikia. Mungu ni baba yao, anaguswa mno. Wakimgeukia hata kabla hawajamgeukia, kutafuta namna ya kuwasaidia. Asante, kwa sababu muda wetu na tutupa mkono. Pengine sasa napata picha ya yule mtu ambaye alishushwa kutoka darini kwenda kwa Yesu pale katika nyumba. Kinachoonekana Yesu, njia iliyotumika katika kumponya tofauti na kwa yule mkoma aliyemgusa, anaambiwa neno tu kwamba umesamehewa dhambi zako. Mkoma anaguswa na kuambiwa atakasike. Yaani kulikuwa na njia tofauti tofauti za Yesu kutumia katika uponyaji. Kulikuwa na uhusiano gani kati ya maneno ya Yesu ya umesamehewa dhambi zako na ugonjwa uliokuwa kwa huyu kijana au huyu mtu ambaye alishushwa pale darini? Asante. Kwanza niseme usomaji wa Biblia katika vitabu vya Injili vyote vilivyotaja kisa cha huyu mwenye kupooza unaonyesha kwamba alibebwa na watu akapelekwa nyumbani, nafikiri kwa Petro. Hakukuwa na namna ya kuingia, waliamua kutoboa dari wakamshusha, na kwamba Yesu anapongeza alipoona imani yao. Ufafanuzi wa kitabu chetu
cha Tumaini la Vizazi Vyote unaonyesha kitu ambacho hakikuonekana pale. Unaonyesha kwamba yule mtu alikuwa anateswa na dhambi, hatia ya dhambi, na alikuwa anasema moyoni kwamba kama tu ningeweza kusamehewa dhambi, hata kama ningekufa hakuna shida. Na anapofika mbele za Yesu, kama njia ya Yesu kumwonyesha kwamba alikuwa amemuona toka akiwa kule na ndiye aliyemtia moyo aende, Yesu anamwambia umesamehewa dhambi, na hiyo inaleta maana zaidi kwake. Inaleta ile hoja tuliyosema kwamba yako mengi ya magonjwa ambayo unakuta hatia ya dhambi iliyosababisha ule ugonjwa ni kubwa zaidi kuliko ugonjwa wenyewe, na kwa hiyo kuondolewa ile hatia ya dhambi ni kwa maana zaidi. Na ndio maana hapa utaona Yesu anaanza kwa kumwambia umesamehewa dhambi zako, kisha anamwambia chukua godoro lako uende. Lakini shida inaanza sakata. Kuna kipindi hapo ulikuwa unasema kulitokea sakata, na hapa napo lilitokea sakata. Na sakata ni kwamba wasema, amesemaje? Kwa sababu ukitazama pale kitabu chetu kinaeleza Yesu alikuwa amekaa amezungukwa na wanafunzi wake, wako wale madaktari wa sheria wa Yahudi, wale wasomi wa Kiyahudi ambao wamekuja pale mahususi kutafuta kosa moja kwa Yesu ili wamuondoe asiendelee kuwachafulia hali ya hewa. Na anaposema umesamehewa dhambi, wanasema ngoje kidogo, tumemsikia au tumeota? Amesema kwao ilimaanisha kukufuru mwanadamu. Na Yesu alichokuwa anataka ni kwamba wajue, sio kwamba huyu ni mwanadamu, wako sawa, hamna mwanadamu mwenye uwezo wa kusamehea dhambi, ni Mungu. Na kwa Yesu alitamka ile makusudi ili awaambie kwamba yeye ni Mungu. Mjadala uliendelea, lakini baadaye wenyewe kuna vitu walivyokuwa wanashawishika kuona. Kwa mfano, wanasema kesi ile ya uponyaji wa huyu mtu aliyekuwa amepooza haikuhitaji tiba ya kawaida, ilihitaji uumbwaji upya kwa hali aliyokuwa nayo. Kwa hali aliyokuwa nayo. Kwa hiyo tamko la Yesu lilimuumba upya. Wanasema ngozi yake ilirudi kuwa kama ya mtoto, uso wake yani alirudi upya kabisa. Na kwa hiyo haikuhitaji dawa, ilihitaji nguvu ya Mungu. Mungu anaumba upya. Na hawa wagonjwa wenzangu na mie ambao wao ugonjwa wao bado hawataki kupona, wanang'ang'ana nao wakuto kuamini, na Yesu anafanya hapa ili yumkini kwa kuona hii itawasaidia kusema jamani tusipoteze muda. Lakini kuna habari njema ambazo kitabu chetu linaeleza. Wengi wa hawa, hata makuhani pamoja na wale watoza ushuru ambao wakati huu walikuwa wanamkataa, huu ujumbe ulikuwa unapenya, alipofufuka wanaonekana wengi hata wa makuhani waliingia katika kumwamini na kumfuata kama Masihi, japokuwa kwa muda huu ilikuwa inaonekana kwamba kama haifanyi. Kwa hiyo wakati mwingine ukihubiri, unaweza ukaenda mahala fulani unahubiri, watu wanakuangalia au hata wanakupiga vita. Usijali, wewe nenda, ukitoka atakosema lakini alikuwa anasema ukweli. Unajua ile kitu ni kweli. Asante mchungaji. Naona muda wetu na tutupa mkono, lakini pia tunaona katika huduma hii ya uponyaji ambayo anaitumia Yesu. Awali nilikuuliza swali kuhusiana na namna ambavyo katika zama hizi tunateseka na maradhi mbalimbali, na katika majibu yako ni kwamba Yesu anatamani sana kutuponya. Lakini pia kuna kitu umekigusia hapa katika uponyaji wenyewe. Huyu aliyekuwa amepooza, umesema dhambi ilikuwa inahusika kumfanya hivyo alivyo, na alihitaji kusamehewa dhambi zake ili aweze kupona. Lakini siku hizi tunashughulika sana na maradhi yetu. Kwa nini hatukumbuki kwamba huenda pengine tumekosea mahali na hatuwezi kuomba hiyo, kwamba kama kuna dhambi ambayo imefanya tuwe hivi, basi hiyo dhambi ndio iondolewe, lakini tunaomba tu maradhi yaondolewe? Asante. Ni kweli, nikianzia sehemu ya mwisho, tunatamani kushughulika na maisha ya sasa zaidi kuliko maisha ya milele. Ingekuwa vizuri zaidi tushughulike na mambo ambayo ni ya umilele. Nilikuwa nikitazama kama sehemu ya kujibu swali lako, katika Yakobo anazungumza kwamba tuwaombee anapouliza kwamba mtu wa kwenu amepatikana na Yakobo 5 mstari wa 13 anasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi na awaite wazee wa kanisa nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kule kuomba
kwa imani kutamwokoa yule mgonjwa, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa hiyo uombaji wetu kwa Mungu, kwa sababu wakati mwingine we mwenyewe unaweza ukawa unajua kwamba umefanya dhambi, ni vizuri kutafuta kwanza kuliweka hilo sawa. Lakini kwa Mungu anaweza kuponya hata bila kusamehe dhambi, kwa sababu kwa mwingine kuponywa kunaweza kufungua mlango wa yeye kuona uhitaji wake wa Yesu. Ahadi za Biblia ni nyingi, Manase, kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuachana na njia zao mbaya, nitasikia toka mbinguni, nitasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu anasema magonjwa yale niliyoweka Misri hayatakuwa katikati yenu. Kwa hiyo utaona tukienda kwa Bwana na kuomba kwa imani, ikimpendeza atatuponya. Mchungaji, nakushukuru sana, muda wetu umekwisha kabisa, na pengine sasa ni kualike uweze kutufungia kipindi chetu kwa ombi. Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa programu ya leo. Asante Baba kwa namna ambavyo kupitia kwa Yesu ulidhihirisha utukufu wako, upendo wako, wema wako, huruma yako, zaidi ya Baba anavyoweza kufanya kwa mwanaye. Tunakushukuru Baba. Asante kwa kuwa hata leo unafanya vivyo hivyo. Tusaidie kujua kwamba tukikukimbilia tunakuwa salama zaidi. Tusaidie katika kila changamoto, tuanze kwa kukimbilia wewe. Ponya wagonjwa wetu Bwana, lakini zaidi ya yote tuponye maradhi yetu ya kiroho, tupatie kukuamini, ili hatimaye tuwe na nafasi ya kuishi katika nchi ambayo hakutakuwa na ugonjwa tena. Bariki mpenzi mtazamaji katika jina la Yesu. Amina. Amina. Mchungaji, nakushukuru sana, na mtazamaji, mpaka hapa hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya mchungaji Musa Mika. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe.